Leo bwana ninalo bonge la movie. Ni movie ambayo ina story fulani vimekaa kimchambuko sana, simple na wahusika wachache, lakini pia inaburudisha na ina ujumbe mzuri ndani yake. Mama ni kushirikisha na kuletea moja kwa moja. Bila kusahau uko na mimi Eric the MC, the one and only from TZ, na hapa ni Swahili Flix, mahali pekee ambapo unaweza kupata burudani. Lakini nikukumbushe usisahau kusubscribe ili kuweza kusupport account yangu, lakini pia comment na kulike, ndio mpango mzima. Moja kwa moja tukaanze story yetu. Story yetu bwana inaanzia hapa ambapo tunaona watu wawili, mke na mme, wanasubiria treni. Unaona bana. Na huyu mwanaume anaitwa Bwai, lakini mke wake anaitwa Aswei. Kwa wako hapo kwa ajili ya kusubiri treni, na hapa ni kituo cha treni. Lakini inaonekana ameshatembea muda mrefu sana. Mwanamke bwana amechoka kinyama, so anaamua kukaa kujipumzisha kidogo kama hivyo. Unajua mjamzito na akatembea muda mrefu, wanaelekea kituo cha treni kuweza kusubiri treni. Na mwanaume bwana anamwambia, "Oya, sikia, hatuko hapa kwa ajili ya kukaa, unaelewa? Kwa hiyo safari endelee." Mwanamke amechoka, unajua hajastopia walivyo na hali fulani hivyo, ikiwa ametoka zawe majibu ya shortcut. Basi anamwambia bwana, "Wewe tuwezao mwanangu, mtu ameshaisha." Mke mwangalie tu amsonye kwa dhalao, yani ni mwanaume bana. Mambo kama hayo. Kwa safari yao inaendelea kwenda kusubiri treni bwana. Mwanamke inabidi asimame, jitahidi vile vile. Safari inaendelea. Mwendo mpela mpeche. Anamwambia bwana, nampa ujumbe bwana, sikia, mimi nikiwa nakwambia unanisikiliza. Mimi ni mume wako. Nishakwambia hata ufanyeje. Huyu mtoto atakayemzaa anaweza kuwa na tabia mbaya kama zako. Unaelewa bwana? Basi mwanamke anamwangalia tu, tashachoka zake na nini. Kwa safari inaendelea, wanapiga mpela kuelekea kwenye kituo cha treni. Mwendo mrefu sana wanatembea, na kila unapofika mbele bwana, mama uchovu na nini, anachoka, lakini no way out, inabidi watembee waweze kuwahi kwenye kituo cha treni, maana treni ikifika kabla wao hawajafika kwenye kituo, basi maana itakuwa imewaacha. Kwa hiyo wanapofika mbele katikati ya safari, wanasikia mzigo unaita huko, maana treni inakuja. Unaona bana. Kwa hiyo sasa mwanamke anamwambia, "Oya, afadhali afaisha mwishowe." Mazima vipi? Umesikia hiyo? Nimesikia. Kimbia tuwe kituoni sasa. Kimbia. Hatuatui kukosa hii bana. Hii ndio ya mwisho unajua leo. Inabidi wakimbie ili waweze kuwahi treni kama hivyo. Lakini mzigo unakuja mzima kutokea Kigoma, wanaambiwa ni hatari. Basi wanakimbia kwa kwenye kituo ili kwamba waweze kuwahi treni. Lakini bahati mbaya wanakuwa hawajafika vizuri pale kituoni. Simamisha hiyo treni wewe, simamisha hiyo treni. Lakini bahati mbaya kwa umechelewa kidogo, kwa treni na waacha. Sasa kibembe kinaanzia hapa. Wewe mwanamke alinuna balaa, wanawake bwana, alinuna balaa. Inakuaje bwana wewe, treni inakuacha? Inakuwa chaje treni? Maana namwambia sasa, unafikiri ningefanyaje? Wewe unashinda kusimamisha treni, mwanaume kweli, maswali yako tuko huko hapa tu kwa kisha masuruali. Wewe vipi? Inabidi arudi achukue mizigo yake bwana. Mwanamke anampiga hilo jicho balaa. Mwanamke haongei, kanuni unaambiwa. Basi inabidi ambembeleze mke wake. Mbona tumekoswa bwana hii treni? Nani? Asoi, usinishike mwanaume mjinga. Unataka nifanyeje? Mwanaume gani masuruali wewe? Sasa unaenda wapi? Narudi nyumbani. Acha ujinga wewe. Hamna msaada mwingine huko kokote. Hamna msaada mwingine. Lazima tusubiri treni. Hebu rudi bwana. Mambo gani unafanya wewe? Nimekwambia simamisha treni, lakini umeshindwa. Mwanaume gani sasa wewe? Sasa mwenyewe umeona nimesamisha lakini nimekataa. Hakuna, ni uzembe tu, ni uzembe. Mwanaume anachoka. Anamwambia, "Niangalie hali yangu ilivyo. Siwezi kukimbia. Mimi nikisimamisha niweza kukimbia, lakini wewe sasa huna lolote, huna chochote. Uweza kukimbia?" Nimetumia nguvu zangu zote, nimekimbia na ujesto wangu mpaka nimechoka, lakini wewe upo tu. Kwa nini mimi sasa? Ilikuwa ni kelele hatari. Mwanamke anamwambia bwana, inabidi apande juu ya lili hapa. Anasema, "Treni, njoo unibonge uniue. Nimechoka mimi." Sasa mwanaume anaona mwanamke nimfanyaje? Mbona shughuli iko? Wewe utashajua, unajua hali kama hii alionayo, inabidi apande hapa juu aweze kumbembeleza ile. Najua zile lazima ajisogeza pale nini na kadumka maji mpepebelea pale. Mambo kama haya. Inabidi ampe maji. Kunywa maji, utakufa na kiu. Chukua maji unywe. Basi namna hiyo. Wanabidi wakae wasubiri treni nyingine. Inabidi mwambie, "Bwana, ni kweli mke wangu, siwezi kusikia maumivu unayo wewe, na ndio maana nashindwa kukuelewa. Samahani. Namna nyingine ni kumbembeleza, unajua." Basi mambo hayo. Lakini namwambia, "Sikia mke wangu, hauko peke yako.
tuko pamoja. Tuko pamoja sawa mama. Na hautakiwi kukata tamaa, especially kwenye hii hali mama. Nenda rudi nyumbani kwa mama yako. Okay, nimekubali. Rudi nyumbani kwa mama yako sasa. Kwa sasa inabidi amtanie pale na gani. Namwambia mtoto pale, mtoto, hautaki kuja kuona mama yako hivyo na tabia za ajabu. Hebu njoo ushuhudie majanga ya mama yako. Anacheka ile. Basi mama anakuta jiwe hapa anapona kichwani. Sasa jamaa ana akti kapoteza kumbukumbu. Unamlikuwa msala. Basi jamaa ana akti kapoteza kumbukumbu kabisa. Mimi ni nani? Niko wapi? Samahani, mimi ni nani? Ana akti ampoteza kumbukumbu. We boy, we nani? Boy, acha ujinga basi. Mimi ni nani? Na niko wapi? Mimi ni nani? Boy, acha basi utani bwana, acha kunitania. Nani? Na hapa niko wapi? Boy, acha utani bwana. Mimi ni mke wako. Mke wangu gani? Mke wangu gani? We boy, mbona kuwa hivyo? Tunasubiria treni hapa. Treni gani? Basi anazuga amepoteza kumbukumbu, unajua. Basi mwanamke anabaa kweli, alafu inacheka. Nilikuwa nakutania. Nimeukamata. Mwanamke anasala kweli. Bwana acha ujinga bwana. Umenishtua. Samani, lakini nilikuwa nimeukamata mwanangu. Basi mwanamke ana fly vile, unajua ile kutaniana na nini. Mwanamke alidhiki, anaamua naye kurevenge. Naona hiyo mbona ndogo, kwa hiyo anamsogelea na yeye bwana. Si revenge kwa revenge, anashika tumbo pale. Mama wewe. Ui, hali mbaya. Tumbo langu. Nini shida? Nasikia mtoto anakuja. Nini? Wewe, acha ujinga basi. Hebu subiri nichukue begi. Moyo wangu. Nini wewe? Chukua maji. Sitaki maji. Nataka maji ya nazi. Sasa maji ya nazi natolewa wapi mwanamke? Natolewa wapi maji ya nazi mimi saizi? Sasa mimi nafanyaje? Maji ya nazi natolewa wapi wewe mwanamke? Mungu wangu. Sasa maji ya nazi natolewa wapi mimi? Mbona unakuwa na hali mbaya wakati mgumu kama huu? Mwanamke sana rudia. Nimerevenge. Jamaa anachanganyikiwa kabisa, ujui ila chosha kweli. Afanya zake kukaa kwa dharau vile. Maana mwangalia sio nimrukie. Wewe ni shetani kabisa wewe. Mimi ni shetani kama mama yako. Anamjibu gumu. Njoo kumwangalia kwa jicho kali. Unasema anabidi amfuate sasa pale. Lakini safari inaendelea kama kawaida. Kwa unafika hapa kidogo, mama nasikia mtu anamuita. Anamuuliza unaniita? Sema mimi sikuiti bwana. Hata ujinga nikuite ili weje. Lakini unaona kitu mbele, ni panya huyu, panya buku anapita mbele yao. Basi mwanamke anamuulizia kitu gani hicho? Asema nimekiona. Kwa hiyo nataka tufanyeje? Siturudi. Nani anarudi nyuma? Hakuna kurudi nyuma, tuendelee na safari. Mimi naogopa. Okay, kaa nyuma yangu. Nifuate mimi. Twende. Basi anazuga, ni mwanaume kweli. Unaona bana. Kwa hiyo jamaa naye anazuga lakini ni mwoga wale. Kuna kingine chochote? Mimi naogopa. Nasema twende. Hakuna kurudi nyuma. Basi jamaa anazuga pale, anapiga hesabu 1 2 3. Lan, kimbia. Oya mbio. Ni mwoga wale. Basi maisha yanaendelea na safari inaendelea kama kawaida. Bila kusahau wanaelekea kwenye kituo cha treni kwenda kusubiri treni. Kwa hiyo wametembea mwendo mrefu na hapa wana njaa na kiu pia. Basi je, ni kweli wataweza kufika? Sasa wakati wanaendelea na safari bwana, wanaendelea kupiga stori 2 3. Wewe anamwambia kwamba huyu mtoto atakayemzaa inabidi aende akaishi na mama yako. Anasema hapana, akaishi na mama yako. Anasema hapana, mama yako anamuulizia mno kila siku. Kwa hiyo pengine akaishi na mama yako. Alafu kimzaa wa pili ndio akaishi na mama yangu. Alafu uzae wanaume wengi, maana katika familia yetu sisi tubaki na wanaume wengi. Maana kwetu tunahitaji wanaume wengi. Basi anamwambia hapana, akaishi na mama yako, maana mama yako anamuulizia kila siku. Hapana, akaishi na mama yako. Tena sisi tutakuwa ni mwanaume. Akaishi na mama yako kwa sababu nyumbani kwenu wanahitajika wanaume wengi. Anasema basi sawa, ataenda kuishi na mama yangu wakati ile akamfanya mama yangu atabasamu kabla mama hajafa. Sema anamuuliza, "Kwani mama yako anakufa lini?" Pale gani sasa unaniuliza? Kwa hiyo ni story fulani hivi za kukwazana tu. Jamaa anasema kwamba unajua mama yangu ni mtu mwenye hekima sana. Hawezi kumzidi mama yangu. Hapana, mama yako mara nyingi ni mkorofi na ndio maana sipendi kwenda kumtembelea kwake, unajua. Kwa mama yangu ni mkorofi, si ndio? Wewe hujui. Mama yako ni mkorofi balaa, usiombe. Acha ujinga boy. Ni kweli mama yako ni mkorofi, yani mpaka ndio maana sipendi kwenda kumtembelea kabisa. Basi anamjibu kwa hasira. Kwani ni kama mama yako ni mwanamke ambaye tu haongei point. Yani anafuaga tu mdomo kuongea pointless hadi kaongea. Nini? Ndio. Mama yako ni mkorofi. Mwana gombana na majirani kila siku na tunasema. Acha ujinga. Mama yako wewe ni analopokaga tu kama mchawi mzee. Nini? Kwa mama yangu mchawi, si ndio? Ndio, mama yako mchawi. Unasikia? Unasema mama yangu mchawi eti? Hebu sikia. Umesema mama yangu mchawi. Nini kwani? Rudia ulichokisema. Nimesema nini? Umeita mama yangu mchawi. Mimi sijasema hivyo. Ndio umesema. Nisikilize mwanamke. Kumbe inauma. Ndasi mrefu hapa umemwita mama yangu majina ya ajabu mengi. Mimi nimejaribu kufanya hivyo, umenuna, si ndio? Kwa mimi ndio iniumi, si ndio? Unaona?
Unaona ulivyo na akili mbovu kama ako kabisa yani. Hiki ndo wataka mwanetu waige, si ndio? Yaani ukimzaa kike wewe na akili kama zako eti au kama mama yako. Haiwezekani. Haiwezekani kabisa. Yaani ni bora hata nipotee kuliko kuwa na mtoto mwenye tabia kama zako na mama yako. Basi nikimzaa ufe. Oya, ilikuwa ni shughuli na kuambia familia hii ni balaa. Baada ya mabishano na ugomvi hapa na pale, inabidi safari iendelee. Oya, mambo ni moto hapa. Lakini anamwambia, ili tuendelee na safari vizuri, inabidi nikusamehe. Na kusamehe kwa ajili ya safari, lakini pia nakusamehe kwa sababu mama aliniambia mwanamke mjamzito ni kama mzigo mzito. Pende. Okay, safari inaendelea ili kwenda kwenye kituo cha treni kwenda kusubiri treni sasa hapo. Basi muda mrefu inabidi wakewa wapumzike kidogo na piga stories hapa na pale, lakini jamaa anasema bwana wewe, na kitu kizuri nataka nikuonyesha hapa, burudani fulani hivi. Anaanza kucheza ile style fulani vya lengo tu kumfresha mke wake, lakini mwanamke bado kakunja wachui, akakunja sura, haelewi somo. Anaona sawa, kwa anaenda kuchukua redio yake ile ya maskani ana play, lakini bahati mbaya kidogo kanda inang'atwa. Sijui kama kuna mtu anaelewa ipiga. Najua wale wa 2000 hawezi kuelewa hizi mambo, kwa hiyo anarekebisha kanda yake kae sawa, alafu ana play Jimbo za kucheza mambo hayo. Kwa hiyo burudani inaendelea pale na wanaendelea kucheza. Lengo ni kuwahi kwenye kituo cha treni, wapate treni waweze kuondoka. Wanaenda wapi? Mimi na wewe sijui. Kwa hiyo tuendelee. Anamwamsha mke wake, disco inaendelea, wanacheza kama hivyo. Baada ya mambo yote na ugomvi wote, kitu ambacho nimejifunza kwenye hii movie bwana, familia kama familia tunaweza kupitia mambo mengi na magumu magomvi na kutokuelewana, lakini cha muhimu ni kusamehana na maisha endelee. Hata kama tumepigana, hata kama tumekorofishana, mwisho wa siku lazima tupate burudani. Unajua mambo kama haya. Nimejifunza kitu katika hii movie na sijui mwenzangu anajifunza nini tunapozidi kuendelea. Baada ya yote safari inazidi kuendelea mbele kwa mbele. Lakini unapofika hapa bwana, wanaona ni nyumba fulani hivi. Yaani kuna mjengo kwa mahali hapa. Lakini kumbuka hapa ni nje kidogo na miji ya watu. Lakini ajabu kwamba kuna nyumba hapa. Kwa unashangaa, oya, kuna nyumba kule. Umeona hiyo? Hii nyumba kabisa. Hapa tumetoboa ati tupate maji na chakula. Basi kwa inabidi wasogelee kwenye ile nyumba waliona, wakapate maji kidogo na chakula, alafu waendelee na safari. Au sikii kuna harufu fulani hivi kama ya msosi. Na nasikia twende. Kwa hiyo inabidi waende wakapate msosi pale. Basi wanapofika hapa wanakuta kuna mstari umechorwa na majivu fulani hivi kama dawa fulani hivi kwenye hii nyumba. Kumbuka hii nyumba nimekwambia iko nje ya mji na mtu anayeishi hapa sio mtu wa kawaida. Kivipi? Utanielewa baadaye. Kwa kifika hapa wanakuta nyumba imechorwa na kama dawa fulani hivi. Yaani ni kama inazuia mtu asiingie wala kutoka. Mwanamke anashtuka. Mbona kama ni dawa fulani zimewekwa hapa? Alafu mbona ni nyumba mbili tu? Basi mama anasema bwana anaita tu. Odi. Mwanamke anamuuliza, mbona kama hakuna mtu hapa? Kwani kweli kuna mtu hapa? Sasa swali gani hilo? Mimi nishai kuishi hapa. Basi wanaita halo, lakini wanaona kama hakuna mtu. Kwa hiyo maana nasema twende mlangoni tukaite. Kwa hiyo inabidi wavuke zile dawa na kwenda kuita pale mlangoni. Kwa kifika pale ghafla wanatokea watu wawili. Mtu mnataka nini hapa? Mnataka nini hapa? Habari ya saizi. Tumefurahishwa, nyumba zenu nzuri, tumependa, ni kama vile ikulu fulani. Unafikiria nini mke wangu? Inafikiria kama mimi pia nadhani. Nataka nini? Tunaenda mahali lakini hapana, usiwaze mke wangu, sisi hatujapotea. Tunahitaji chakula kidogo na maji kidogo. Tumekosa treni asubuhi, kwa hiyo tunataka chakula na maji kidogo. Tusubiri treni ya jioni baba. Kwa hiyo umekosa treni ya asubuhi. Lakini mwanaume huyu anapoona ujauzito wa huyu mwanamke, ni kama kuna kitu anahisi hivi. Kwa hiyo hapa anasogelea ujauzito. Kumbuka mara ya kwanza alikuwa amewakataa, lakini alivuna ujauzito huu, mwanaume huyu anasogelea ule ujauzito. Alafu anaukumbatia kama hivi. Ni kama mtu fulani mganga, ni kama mtu fulani akili haziko sawa. Wewe unafanya nini? Mlinzi anaingilia. Msimguse bwana wangu, wewe usiwe na wasiwasi. Karibu. Mwanaume alivuna ujauzito anamwambia bwana, karibu binti yangu, hapa utaburudika. Jamaa anashtuka. Wewe sikia, wewe mzee, huyu sio mwanao bwana, huyu sio binti yako, huyu ni mke wangu kumbuka. Na utakiwa kumjali wewe, nataka ninijali mimi, sio wewe, sawa? Nisikilize binti, hapa utapata kila kitu, chakula, mavazi, maji kwa muda mrefu usiodhanika. Mbona kama aeleweki huyu mzee? Alafu baada ya kuongea hayo, na mzee huyu ajabu, kabla hajaingia ndani anasema, usisahau kurinda hicho kilichomo ndani yako. Mwanamke anamjibu, utakuwa umekosea baba. Mlinzi naye anaitikia, oya sikia, bwana wangu hajawahi kukosea, bwana wangu siku zote yuko sahihi. Basi huyu mzee anaingia ndani mule, alafu analialia kama kuku fulani hivi, yani analia milio ya ajabu ambayo haieleweki. Alafu akitoka anatoka na maji, anamwambia mwanamke kwa
kwamba unahitajika kabla ya kuingia ndani nioshe mikono na miguu yako iwe na baraka. Unataka kuosha miguu yangu? Ndio, ni lazima binti yangu. Wewe mzee vipi, mjinga nini? Wewe acha. Msamee baba, msamee. Hajua alisemalo. Yaani hebu jishushe basi mwanamke wewe. Jishushe, wewe ni mtu mzima, tumsikilize. Baba, hatuko hapa kwa ajili ya kuosha miguu. Tunatafuta chakula. Kuna chakula, kuna kila kitu tunachokitaka. Lakini lazima kwanza aoshwe miguu na mikono. Lazima muoshwe mikono na miguu kwanza. Sawa mama, kubali. Mimi sifanyi ujinga. Mlinzi anaitikia, hauna chaguo mama, lazima ukubali kuoshwa na bwana wangu mikono na miguu. Mwanaume inabidi ajishushe, akubali ili aweze kupata msosi na maji alafu asepe. Lakini mwanamke anaweka mkazo, hataki ujinga. Mimi siwezi kujishusha kwa ajili ya chakula. Siwezi mimi kwa ajili ya ujinga huu hapa na pale. Siku inabidi akubali kwa sababu mume wake anaona kama anajishusha fulani hivi. Basi fanya tu, si rahisi hiyo bwana. Unakataa nini bwana? Anamuuliza, "Ko, umekubali binti yangu?" Mwanamke anajibu, "Usiniite binti yako bwana, mjinga nini wewe?" Ni kweli baba, usimuite binti yako, huyu ni mke wangu bwana. Ujinga wa hivyo sawa. Basi inabidi wakubali. Alafu mwanaume analia milio fulani ya ajabu, alafu kisha anaanza kumuosha mikono na miguu. Baada ya hapo wanakaribishwa ndani. Sasa wanakaribishwa ndani kwa ajili ya kula na kunywa. Baada ya kuoshwa mikono na miguu, jamaa anasema, "Mama, jisikie nyumbani." "Asante baba." Basi furahia kuku, maziwa, chakula kwa kadri mwezavyo. Kwa hiyo wanakaribishwa ndani na kuweza kupata burudani ya vyakula na maji na nini. Lakini kama usisahau, huyu mwanaume si mwanaume wa kawaida, na hata hali hii sio kawaida. Basi wanapelekwa ndani na kwenda kufurahia chakula na vinywaji. Lakini cha ajabu, mwanamke hataki ujinga, hataki kula. Mlinzi anasema, "Bwana, hiki ni chakula, furahia nyama zenu. Hizi ni nyama special kwa ajili ya wageni tu." Wanakula, lakini mwanamke anasema, "Mimi siwezi kula kabisa. Huu ujinga siwezi kufanya mimi. Siwezi kabisa kufanya ujinga. Nyama zenyewe hazieleweki. Siwezi mimi kufanya ujinga." Basi maana anamwambia, "Utakufa na njaa. Unasikia? Kula. Achana nasema nyama hazieleweki. Kula, utakufa na njaa." Lakini mwanamke anatia mkazo, anasema hawezi kula kabisa, hawezi kula. Basi mwanaume anamwambia, "Nahisi unahitaji mziki wako, si ndio?" Basi anamwekea mziki wake. Mara nyingi kama unakumbuka, hata pale njiani mwanamke alivyokuwa amenuna, alivyomwekea mziki alicheza. Lakini hapa pia anamwekea mziki. Kwa hiyo inaonyesha kwamba mwanamke huyu akinuna, akiwa amekasirika, waga mziki unamfurahisha. Lakini anamwambia, "Boy, yani sijisikii sahihi kabisa. Sijisikii kabisa kukaa kwenye nyumba. Sina amani kabisa. Yani hii sio nyumba ya kawaida." "Wewe mjinga nini? Yani wewe tumepewa chakula na maji." "Sikia, nisikize kipenzi. Hebu achana na huo ujinga. Sisi ni wageni tu. Wewe kula bwana, acha kufikiria mambo ya ajabu hapa. Vipi wewe kula kushiba tuenzao. Kwa nini? Bila kula hapa. Na mwendo mrefu mpaka jioni kusubiri train ya jioni. Wewe tule tu alafu mwingine atafuata mbele kwa mbele huko." Ni kiboko kweli kweli huyu mwanaume. "Kula." Mama anasema, "Mimi sili." "Haya, mimi nagonga. Wewe endelea kusita kujifanya wewe ni nabii." Basi mwanaume anakula pale na nini, lakini mwanamke kiukweli hali kabisa. Malai nyama yenyewe anasema haieleweki. Wakati unaendelea kula, anakuja huyu mlinzi wa yule jamaa sasa, anawauliza, "Vipi, mmeenjoy chakula chetu?" Jamaa anasema, "Nimeenjoy nyama zenu, zimepikwa kiustaarabu kabisa." "Ndio. Na mbona my lady hali?" Sasa huyu hali sijui kwa nini. "Eti kwa nini hauli mama?" "Sili kwa sababu sina njaa." Jamaa acha uongo. Sio kwamba hana njaa. Huyu ana njaa, sema na aibu. "Sikia mzee, hapa nakula na shiba, alafu nabeba chakula, atakwenda kulia mbele ya safari." "Samahani binti yangu, kula, maana mfalme hatofurahi akisikia hivyo." Jamaa inabidi aulize, "Hivi, naomba niulize kwanza, mbona mnamjali sana mke wangu na sio mimi?" "Kwa sababu huyu ni mgeni wetu." "Mgeni wenu kivipi?" "Ndio, mara nyingi waga tunapokea sana wageni wenye hali kama hii. Tunawajali na kuwalinda mpaka wanapojifungua." "Ndio, tunafanya hivyo kwa ajili ya mtoto." "Okay, nimemuelewa mke wangu. Fanya hivyo kwa ajili ya mtoto." "Sikiliza, kila siku unaniambia nifanye hivyo kwa ajili ya mtoto. Unafanya mimi nifanye vitu ambavyo viko nje matakwa yangu kwa ajili ya mtoto. Siwezi kuendelea na huo ujinga. Siwezi kula." Basi mwanamke anatia ngumu, hataki kula. "Umfanye hivyo mpaka mtoto atakapozaliwa." Basi akichungulia hapa, anaona kuna sanamu hapa, ni mjamzito, ametengenezwa kama sanamu mjamzito. Kwa hiyo mwanamke anakuwa na wasiwasi na haya mazingira, na kiukweli anakataa kula. Basi bwana, kwa hiyo akifikiria, naona inabidi aonje nyama hii. Lakini wakati wanajaribu kula nyama hii bwana, anasikia honi ya treni inakuja. Maana yake sasa inabidi hapa, sasa treni inakuja. Oya, inabidi wakimbie. "Nini, mnaenda wapi nyie? Tunaondoka." "Mnaondoka?" "Ndio, tunaondoka." Msiondoke. Lakini nikuonyeshe kitu hapa. Huyu mwanamume anavyoongea, huyu mlinzi wa yule jamaa anavyoongea, ukiangalia meno yake ni kama yana wasili fulani wa weusi hivi. Utaelewa ni kwa nini nimekwambia kitu kile. Na kama unakumbuka, kama ulimwangalia vizuri ile baba, pia meno yake pia ilikuwa na weusi fulani hivi. Okay, utaelewa kwa nini nimekwambia hivyo. Tuendelee na movie yetu. Basi tunaondoka. Tuko hapa kwa ajili ya kula. Tupo kwa ajili ya treni. Nisikilize, msiondoke. Mfalme hawezi kufurahia hii mkiondoka. Nyie msiondoke. Sikia, subiri. Nyie msiondoke. Naweza nikamuita mfalme mkamuaga, hata mseme bye kwa ajili yake. Unafikia tuko hapa kwa ajili ya mfalme wake? Sawa, tumekula chakula chake, tusubiri tumuage.
tunachelewa treni bana. Basi wanamsubiri mtu, lakini mtu mwenyewe haji wa kumwaga, inabidi waondoke. Msiondoke, binti yangu msiondoke. Hakuna mwanamke aliwahi kuondoka hapa kabla ya mtoto kuzaliwa. Samani, unamaanisha nini? Hatuko hapa kwa ajili ya mama kujifungua bwana. Tupo hapa kwa ajili ya chakula na kuondoka. Ndio, mko hapa kwa ajili ya chakula, lakini kumbuka tumewapa kitu, lazima nyie pia mtoe kitu kwetu. Na sisi lazima mtupe kitu. Mtoto wenu lazima muache hapa. Nyie, wewe mjinga. Eti, pana, bwana wangu sio mjinga. Bwana wangu hajawahi kuongea uongo. Lazima mmekula chakula chetu na nyinyi mtuachie mtoto. Mbona inakuwa msala sasa? Kama nilivyokuambia, angalia meno yao vizuri alivyo haya. Acha waungane sasa. Wewe ni mjinga nini? Hatuwezi kukuachia mtoto wetu. Wewe mjinga? Nataka mchukue mtoto wangu. Wewe mjinga nini? Kwa ajili ya chakula na maji tu. Wewe mjinga sana nini? Wewe sikia, hatuwezi kufanya huo ujinga. Wewe, huo ni unabii. Nisikilize. Mfalme anakuja muda sio mrefu. Atakuja kuwabariki. Wanaona ujinga, inabidi wampige alafu wakimbie. Unaona piga kabisa huyo mjinga huyo. Inabidi wamtwange alafu wakimbie bwana. Sasa akili za boy sasa anakimbia kwa kusita. Boy twende. Asa umempiga na disco langu, umeharibu disco langu wewe mjinga wewe. Yaani anawazia mziki wake tu. Okay, inabidi wakimbie alafu waache huu mziki hapa. Okay, kumbuka kama mara ya kwanza mwanamke alivyoanguka pale akakasirika, boy alimpigia mke wake mziki akawa ameamka. Lakini pia kuna wakati mwingine alinuna akawa anampigia mziki ili mwanamke aweze kuchangamka. Kwa hiyo inaonekana huyu mwanamke anapenda mziki sana. Kwa boy anasema umeharibu mziki bwana, ana maana yake. Utaelewa tu baadaye kwa nini kasema hivyo. Inabidi wakimbie waweze kuacha mziki wao hapa. Inabidi wakimbie kwa train namna hiyo. Kwa hiyo wanavyoondoka sasa, anakuja huyu mzee, anakuta sasa ndugu yake kapigwa hapa. Unaona bana, anashangaa. Wameondoka wageni. Inabidi akimbie kwenda kwa wai, lakini kuna moto. Kwenye zile alama nyeusi unawaka moto. Maana yake huu moto unaonekana akafungiwa hapa. Asiweze kutoka nje hapa kwenye huu moto. Utakuwa umeelewa kitu hapo. Basi tunaendelea na movie yetu bana. Kwa hiyo hawezi kuondoka. Alafu analia milio fulani ya ajabu baada ya watu wao kumwacha. Basi wanakimbia ili kuwahi treni, wanakimbia mwendo mrefu sana. Basi bana, wanafika njiani hapa wanaanza ugomvi wao sasa. Sasa umeharibu muziki wangu bwana, umeharibu kitu changu. Nisingefanya hivyo, tusingekuwa hapa. Sawa, ndio ile hali kuna changanya kidogo. Ndio, kwa sababu kunielewa. Wewe uliona kabisa pale paeleweki na ukazidi kukaa pale. Lakini ni kwa ajili ya chakula. Ndivyo ndio mawazo yako tu. Mshako ni chakula tu. Mbona ongea tu ambao sielewi wewe? Unaona nina kwa lugha hapa, Inakuwa ni ugomvi kweli anakuambia. Lakini hivi nimeolewa. Mbona sielewi hapa mazingira hapa, Nisikilize, huwezi kuwa unaongea ujinga wakati uko unaongea na mimi. Alafu pia nisikilize, usikunje uso wako hivyo ukiwa unaongea na mimi. Mimi ni mume wako, unaelewa Basi bwana, ugomvi hapa na pale, lakini bahati mbaya kidogo mwana mama anaanza kujisikia vibaya. Maana yake hali inabadilika ghafla hapa. Basi maana anasema, usinitanie, utani wako na ujua huo. Na ujua utani wako. Usinikunjie uso wako kimtani hapa. Sitaki ujinga wa hivyo. Tumbo langu. Tena umeanza. Sasa hivi tumeanza tena ujinga wako. Awamu hii alikuwa ni serious. Kweli tumbo linambana. Inabidi amshikilie kama hivi, safari iendelee. Sasa alivyokuwa na akili mbovu, anataka ambebe kwa staili hii. Basi anamuumiza kweli. Unaniumiza wewe. Basi inabidi ambebe, safari iendelee. Kwa hiyo anambeba kama hivyo ili safari iendelee. Ana kazi kweli. Basi baba yako unaambiwa kachoka, yuko hoi. Basi mkiwa anamuuliza, boy, vipi? Mimi ni mwanamke msumbufu eti. Hivi katika ulimwengu mwingine unaweza kukubali kuishi na mimi? Basi jamaa anampiga jicho fulani hivi la kijinga. Jinga nini wewe? Hawezi kujibu hilo swali, unajua ni swali gumu kumuuliza mmeo. Alafu jibu ni gumu kinyama. Basi safari inaendelea kuwahi treni ya jioni. Basi wanakaa hapa muda mrefu sana kusubiri treni ya jioni. Kumbuka muda unakaribia wa treni, na kama unavyoona jioni inafika na treni inakaribia. Basi anamwambia, mke wangu, niamini hatutakosa treni ya jioni. Niamini treni inakuja. Lakini ghafla hali mwanamke inabadilika. Unaona? Anabadilika, hali yake inakuwa ni mbaya sana. Kwa anapiga kelele pale na nini, nisaidie mume wangu. Alafu mbaya zaidi anaanza kubleed kutoka damu. Kwa hiyo sasa hii inakuwa ni hali hatari kwa mjamzito. Either anajifungua au ni hatari nyingine. Basi Aswei tafadhali usiniache Aswei. Basi Aswei bwana, hali inakuwa mbaya. Hali inakuwa mbaya. Kwa hiyo inabidi akimbie kwenda kuomba msaada. Mwalimu, msaada jamani. Lakini bado hali inakuwa sio hali. Anaporudi kumwangalia mke wake anakata moto kabisa. Ni kama kuzimia. Lakini kabla hajazimia anaanza kumuuliza, vipi mimi ni msumbufu kwako mume wangu? Hapana, wewe sio msumbufu mke wangu. Wewe ni kitu pekee ambacho sijawahi kukiona duniani. Usiniache tafadhali. Basi
mambo kama usi, hakuna mwanamke mwingine mzuri kama wewe. Naona hali inazidi kuwa mbaya pale. Anamwambia jitahidi, najisikia siwezi kupumua, siwezi kupumua. Anamwambia usifanye hivyo, kwa ajili yako, kwa ajili ya mtoto na kwa ajili yangu, kwa ajili yetu wote, tafadhali usifanye hivyo, pumua, jaribu kupumua, jaribu kupumua. Lakini bwana, hatimaye mama anakata moto. Akata moto kabisa. Aswi, usiondoke, usiondoke. Jamaa anachanganyikiwa hapa, hali ngumu, alafu kizingatia hapo wako polini na hivyo. Basi wakati huo anasikia treni inakuja huko. Sasa angalia mapenzi yalivyo mazito hapa. Basi jamaa baada ya kusikia treni inakuja, inabidi asimame katikati ya treni. Okay, nimejifunza kitu hapo bwana. Unajua haijalishi unaweza kutokea ugomvi kati ya mke na mme. Ugomvi, mtafaruku hapa na pale, lakini kitu ambacho huwezi kuamini wala kujua, ugomvi wa mke na mme sio kuingilia. Bado penzi linakuwepo. Haijalishi wamegombana, wamepingana kwa hapa na pale, lakini bado mwanamume alijitolea kwa namna ya pekee kumsaidia mke wake. Kwa namna gani? Anasimama katikati ya reli ili kuzuia treni. Haogopi kabisa kugonga. Basi ndani ya treni bwana, kuna wahusika wengine ni walevi balaa. Wako wanaimba wimbo hapa. Wanakuambia wanaimba wimbo fulani hivi wa bia. Wanaimba wimbo mmoja hapa, wanaimba in heaven there is no beer, that's why we are drinking beer. Oya, jamani noma. Basi wakati unaendelea kunywa bia na kuburudika hapa, jamaa amesimama katikati ya reli ya treni kama nilivyokuambia. Anataka kuzuia treni. Jamaa anasema, kama kuna mtu njiani mzee. Unafanya njiani huyu? Jamaa hatoki njiani. Oya, shika breki. Inabidi wazuie breki bwana, kwa sababu huyu mtu amesimama katikati ya reli. Toka njiani wewe. Jamaa hatoki. Toka njiani, toka njiani. Jamaa hatoki njiani. Lengo kumsaidia mke wake. Okay? Wakati hao wanaendelea kupiga zao bia, jamaa amekaa katikati ya train. Lengo ni kuzuia train. Basi huwezi kuamini bwana, train inasimama pakati kidogo, lakini kidogo impitie, lakini anafanikisha kuweza kusimamisha train hii. Wewe vipi wewe bwana? Wewe vipi wewe? Wewe cheese. Mke wangu amekufa. Nisaidieni. Inabidi washuke kwenda kumsaidia mke wake bwana. Unapofika hapa, okay, sikia, hebu tumbebe tumpeleke sehemu salama. Kwa wanambeba na kumpeleka kwenye treni hapa ili waweze kumsaidia. Sasa wanajiuliza, wanamsaidiaje sasa huyu? Okay, wanaita maji kidogo ili kuweza kujaribu kumpa, lakini ni ngumu. Mapigo ya moyo hayasikiki kabisa. Jamaa anasema, sikia. Najua dawa yake ya mziki. Anapenda mziki. Kama nilivyokuambia pale awali kwamba huyu mwanamke akisikiaga mziki waga hali yake inakuwa sawa. Kwa hiyo lakini kumbuka, mziki umeuacha kule kwa yule mzee wa ajabu yule. Kwa inabidi afuate ule mziki. Anapenda nyimbo. Hamna mtu mwenye muziki hapa au labda CD, labda kanda, labda nini? Hapana, hakuna mtu mwenye muziki hapa. Hapana, tuna radio sisi. Nafuata radio mara moja. Asema toka nje kufuata radio bwana. Unaenda wapi wewe? Nafuata muziki. Sasa huyu vipi? Anatuachia mzigo tena hapo. Okay. Tunafanyaje sasa? Tuimbe. Anapenda muziki, tuimbe. Kwa hiyo inabidi waanze kumwimbia. Basi wanapiga masaundi bwana. Wanajamaa na masaundi balaa. Basi inabidi waanze kumwimbia. Kwa wanapomwimbia mwanamke bwana, bahati nzuri anaanza kupumua. Anapenda kweli nyimbo huyu mama. Anaanza kupumua. Basi anapopumua na kufumbua macho, wanamuita. Anapumua. Ni mzima. Tuendelee kuimba. Wanaendelea kuimba pale, wanaendelea kuimba bwana. Ni mzima. Nimekwambia ni mzima. Basi inabidi umuite jamaa. Wewe, ni mzima rudi. Basi jamaa anarudi pale. Nimekwambia ni mzima. Baba jamaa anaonyesha kizao ziko chenga kweli. Okay, namna hiyo. Jamaa inabidi arudi. Wanaendelea kuimba na kumwimbia sasa pale nini? Ili aweze Aswi mama amka. Basi Aswi anaamka. Aswi anaamka na ujauzito unazidi kumng'ata, yani uchungu. Kwa hiyo kinachofuata ni kujifungua hapa. Lete maji. Basi wanampa maji pale, na kama kawaida uchungu unaendelea kumuuma pale. Kumbuka hapo kwenye treni na wamefanikisha kwa treni. Kwa hiyo inabidi waanze kusukuma mtoto, yani. Sukuma mtoto, sukuma. Nini nataka nini? Hamna vifaa. Vifaa gani? Vifaa tu vya kujifungulia. Okay. Sasa vifaa vinavyoletwa sasa, ndugu yangu hapa utacheka ufe. Hivi au unataka vingine? Sio vifaa hivyo bana. Lete vifaa vingine. Unafuata vifaa vingine. Vikiletwa spana. Vifaa bana.
sio hivyo bana. Anasema kwamba mimi dada yangu alivyokuwa mjamzito nilimhudumia mwenyewe mpaka akajifungua. Kwa hiyo mambo haya sio mageni. Sukuma. Oye, anakula hilo kofi. Kwani nimekwambia sikumi? Sukuma. Okay, basi bahati nzuri anajifungua salama. Basi majamaa wana akili zao mbovu na kuambia wanashangilia kweli. Ni wa kike. Wanafurahia, wanashangilia. Amejifungua isi. Basi inabidi wafurahie na bia. Wanafurahia kama hivyo na muda wa treni kuondoka sasa. Okay, wanagonga cheers pale na nini. Basi wanaanza kumwimbia mtoto namna hiyo. Nakwambia wana voko wa jamaa balaa. Wanamwimbia mtoto kama hivyo na mambo yanakuwa mazuri. Baada ya hapo wanafuata sasa mziki wao na vifaa vyao ambavyo waliviacha kule. Jamaa anamuuliza, hivi yule mtu ni mtu gani? Mbona ni mtu ajabu? Basi jamaa anamjibu, yule mzee waga anakula watoto. Kwa hiyo wala nyingi wanapokuja watu kusubiri treni ambao ni wajawazito, basi waga anawateka kule na wanapojifungua anakula watoto wao. Maana nilikwambia kwamba muangalie meno ya huyu jamaa kama unakumbuka. Kumbe bwana, hata ile nyama waliokula ilikuwa ni nyama ya watoto, ya mtoto mchanga. Maana jamaa aliwauliza, vipi mmefurahia hii nyama? Na jamaa akajibu, nyama hii iko vizuri mwanangu. Yaani umeandaa kimakini sana. Jamaa anachoka. Kwa kumbe tulikula nyama ya mtoto. Basi maana akasema kwamba ndio maana aliwalea ili mkijifungua achukue yule mtoto. Lakini anasema kwamba msiwaze hawezi kutoka, maana amezungushiwa na uzio. Kwa hiyo ile dawa ambayo aliona pale ulikuwa ni uzio ambao umezungushwa ili asiweze kutoka. Na ndio maana alitaka kuwafuata, moto uliwaka, kwa hakuweza kuvuka. Kwa hiyo ni siri ambayo walikuwa hawajui. Na huyu mwanamke ndio maana alikuwa na wasiwasi sana. Anamwambia mimi hapa sisikii kabisa kukaa hapa. Lakini jamaa akawa ameng'ang'ania kinyama. Kwa hiyo maana yake nini? Tujifunze kitu hapa pia. Mara nyingi wanawake wana hisia sana kuliko wanaume. Unaona? Kwa hiyo ndio maana pale mwanamke alimwambia bwana, hapa sio sehemu ya kukaa. Na hii nyama mbona sijisikii kuila, lakini akamlazimisha kuila. Kwa hiyo ni funzo pia hapa. Basi mambo hayo, lakini anamwambia bwana usiwaze, mambo haya yameshaisha, twende. Kwa hiyo wanaondoka na kwenda kwenye treni. Basi bwana, driver anakwenda kupanda kwenye treni na treni inaanza safari. Basi wanaulizwa, mnaelekea wapi mke na mme? Basi jamaa afikiria pale na kujibu, tunakwenda Akete. Okay, na ndio jina la movie yetu inaitwa Akete. Maana yake nini? Ni safari ambayo ilikuwa ni safari ya kujifunza vitu vingi sana. Ni safari ambayo ilikuwa na mafundisho mengi kwa wanandoa, lakini pia kwa maisha ya kawaida. Na wajuba wanaendelea kuimbia mke na mme nyimbo kadha wa kadha wakati safari ikiendelea. Nyimbo inasema kwamba msiwaze, tutafika Akete kwa amani na kwa furaha kabisa, mke na mme. Na huu unakuwa ni mwisho wa story yetu hii ya movie ambayo ilikuwa ni ya kusisimua na mafundisho mengi bala. Sijui utakuwa umejifunza kitu gani kwenye hii movie ndugu mtazamaji wangu, na sijui utakuwa umeelewa nini katika movie hii ya kusisimua. Na mimi naitwa Eric the MC na hapa ni Swahili Freaks, na tuendelee kuenjoy na movie nzuri kama hizi. Ikiwa utasubscribe na utaweza kupata movie nyingine ambayo itafuata baada hii. Usisahau kucomment kitu ambacho umejifunza kwenye movie hii, na moja kwa moja tukutane kwenye movie nyingine kali kama hii. Naitwa Eric the MC na hapa ni Swahili Freaks. Subscribe, like, comment, ni mchango mzuri ambao utakuwa umenifanyia akaunti hii. Basi asante na ciao.